Naitwa Engineer Dutu John Masele, ni meneja wa wakala wa barabara Tanzania mkoa wa Manyara. Mkoa wa Manyara unahudumia jumla ya urefu wa barabara wa kilomita 1657, ambapo katika kilomita hizo kilomita 207 ni barabara kuu ambazo zote zimejengwa kwa kiwango cha lami, na barabara zenye urefu wa kilomita 1450 ni barabara za mkoa ambazo ziko katika kiwango cha changarawe. Pia mkoa huu wa Manyara unahudumia madaraja 235 ambayo yako katika mkoa wetu wa Manyara. Ikumbukwe mwaka 2023 kulitokea na mvua kubwa ambazo zilikuwa juu ya wastani, ambazo zilileta athari kubwa katika miundombinu yetu. Kuna baadhi ya miundombinu kama madaraja yalishindwa kuweza kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Maji yalikuwa ni mengi sana, yalikuwa yamebebwa pamoja na udongo na matope na mawe. Hivyo miundombinu yetu ilishindwa kukidhi mahitaji kwa wakati huo. Serikali kupitia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliweza kutenga fedha ya jumla ya shilingi bilioni 16 katika mkoa wetu wa Manyara kwa ajili ya kurudisha miundombinu ambayo ilipata athari. Bilioni hizo 16 ziliweza kujenga madaraja 5 katika mkoa wetu wa Manyara. Tulijenga ujenzi wa daraja la Kateshi lenye mita 15. Fedha hizo zikatumika pia kujenga daraja la Menjingu lenye urefu wa kilomita 50, na pia tukajenga daraja la Losinyai lenye urefu wa mita 80 na maboksi kalavati mawili madogo madogo. Ujenzi unaendelea vizuri na tuko katika hatua za mwisho kabisa za kukamilisha ujenzi huu. Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan toka alipoapishwa, alitoa maelekezo ya kwamba miradi hii iweze kukamilika ndani ya siku hizo 100. Sisi kama ofisi ya TANROADS Manyara, kupitia maelekezo tuliopewa na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, tumeweza kufanikisha kukamilisha ujenzi wa madaraja hayo ndani ya siku hizo 100. Tumeweza kukamilisha ujenzi wa daraja la Katesh ambalo lenyewe tumelikamilisha mpaka tumekwisha wafanikiwa kuweka taa, ambazo hizi taa zitasaidia wananchi wa mji wa Katesh kuweza kufanya shughuli zao za kiuchumi mchana na usiku. Hii itawaongezea kipato, na pia taa hizi zitasaidia ulinzi wa daraja lenyewe na usalama wa wananchi na wapita njia kwa ujumla. Ni tukio baya la kuhuzunisha, liliwaua wenzetu, liliwafukia nyumba, makazi ya wenzetu yaliharibiwa. Alafu pia ni tukio lilituhuzunisha na lilitutishia kwamba kuna uji. Sisi tulifikiri labda mvua kubwa ilinyesha juu ya mlima, kumbe hamna. Ni uji mzito, alafu ule uji ulishuka na mawe makubwa, magogo mazito. Kiukweli ilituhuzunisha kwa sababu yale magogo yalikuwa yanaparamia manyumba za watu na kuvunja. Kama kuna ndani kuna mazao yanazoa, kama kuna mifugo yanaondoka nayo. Kiukweli yalituhuzunisha, lakini tunaishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi ilitusaidia. Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alitusaidia, alileta serikali nzima hapa. Serikali kiukweli walizoa matakataka hapa, mawe yale, uji ule, wale wenzetu, miili ya wenzetu ilipolewa humu ndani, walitoa kwenye katikati ya nyumba za watu, na zingine zilitolewa kwa hizi sehemu mlikosimama nyie, kulikuwa kuna uji mzito. Hali ya maafa ilikuwa ni, kwa kweli hali ilikuwa mbaya, kwa sababu miundombinu karibu yote iliharibika. Watu walipata mambo, watu wengine walifariki,
hali ya miundombinu ilikuwa sio kama mlivyotengeneza sasa hivi. Kwa hiyo hali ni nzuri kwa kweli. Kwa hiyo tunashukuru serikali imetufanyia kitu ambacho tunaelewa kwamba mambo yamekaa vizuri, usafiri sasa hivi unakwenda vizuri na maisha yanaendelea. Imetusaidia sana sisi wafanyabiashara kwa sababu unakuta nyuma tulikuwa tunafunga sana mapema, ni saa 2, saa 1 hivi tunafunga. Lakini mlivyotuwekea hizi taa tumekuwa tukifanya biashara zetu mpaka saa 6, wengine saa 5. Sasa hivi hiyo barabara ya juu ilikuwa iko flat kama hii ya chini ambayo mko simama. Lakini TANROADS wametusaidia kupitia Chama cha Mapinduzi. Hiyo barabara imepandiliwa juu, imepanda juu na wametujengea vizuri. Kuna wapita kwa miguu, unaweza kupanda hapo. Kuna ngazi, unaenda unatembea kwa madaha kabisa safi. Na sisi hii barabara sisi tunafaidika kama sisi wasafirishaji, maafisa wa usafirishaji. Sasa hivi barabara imetanuliwa. Alafu kuna taa za barabarani. Unaweza kuzima taa kwa sababu taa zipo za barabarani. Unaweza kutembea uzima taa ila mnaonana. Unamwona wenzie anayetembea kwa miguu, unamwona msafirishaji mwenzie, unamwona. Ukiwasha taa au uzime ni sawa. Pia tumekamilisha ujenzi wa daraja la Minjingu lenye urefu wa mita 50. Daraja hili pia nalo tunatarajia kuliwekea taa, maana liko katika barabara kuu ambayo inaunganisha mkoa wa Arusha na Manyara. Tunatarajia kuweka taa kwa ajili ya usalama wa daraja lenyewe pamoja na wapita njia na watumiaji wote wa barabara. Daraja hili limekwisha kamilika kwa 100% ndani ya siku hizi 100 ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuwa amekwisha apishwa. Pia tuna ujenzi wa daraja la mita 80 ambalo liko katika mpaka wa Arusha na Simanjiro, kwa maana ya wilaya ya Simanjiro, ambapo na lenyewe daraja hili limekamilika ndani ya siku hizi 100. Tumehakikisha limekamilika. Daraja hili litasaidia wananchi wa mkoa wa Manyara kwa maana ya wilaya ya Simanjiro kusafirisha mazao mbalimbali yanayopatikanika katika wilaya ya Simanjiro kuelekea mkoa wa Arusha na nchi jirani ya Kenya. Hivyo tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutenga fedha hizi kwa ajili ya mkoa huu wa Manyara kwa ajili ya kurejesha miundombinu iliyokuwa imeathirika na mvua kubwa zilizonyesha kipindi cha mwaka 2023. Pia katika maelekezo ya siku 100 za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega ya kwamba tuhakikishe barabara zote zinapitika kipindi chote cha mwaka. Hivyo kama TANROADS Manyara tunaendelea kuboresha barabara zetu kwa kuzifanyia matengenezo ya kawaida, muda maalum na matengenezo makubwa na madogo ya madaraja ili kuzifanya barabara zetu ziweze kupitika kipindi chote cha mwaka. Hivyo tunashukuru sana serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maelekezo yake, na sisi watendaji tumeyatekeleza kama ilivyopaswa kuwa. Pia napenda kumshukuru mtendaji mkuu Engineer Mohamed Bester kwa maelekezo yake kwetu sisi watendaji. Imekuwa ya msaada mkubwa sana, maana alikuwa bega na bega na sisi akitoa maelekezo, ushauri. Aliweza kuhudhuria au kufanya site visit pale ilipombidi kuja kutoa maelekezo ili sisi watendaji kuweza kufanikisha miradi hii, na kweli maelekezo yake yamekuwa ya faida sana kwetu, maana yametuwezesha kukamilisha miradi hii kwa wakati na kwa ubora. Napenda kutoa wito kwa wananchi wenzangu tunaotumia miundombinu hii, ambayo ikumbukwe kwamba ni fedha zao wao wenyewe. Wananchi wamelipa kodi na serikali imejenga miundombinu hii. Kwa hii miundombinu ni ya kwao, maana ni fedha za kwao ndio zimejenga miundombinu hii. Hivyo napenda kutoa wito kwamba watunze
miundombinu hii kwa ajili ya uendelevu wa taifa letu. Wasitumie hifadhi ya barabara kufanya matumizi ya kibinadamu, kwani yanaathiri pia miundombinu hii.